Bwana Yesu asifiwe. Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kuna video kama 2 hivi nitaziweka ili upate kuona, halafu na mimi nitakuja kuzungumza. Sawa? Nitakuja kuzungumza juu ya hizo video na juu ya kile ambacho Mungu anakwenda kufanya. Amen. Sio ujumbe mbaya, ni ujumbe mzuri, kwa hiyo ndio maana mimi nashiriki pamoja nanyi. Sawa? Mungu anasema haya ili kuwaonyesha watu kwamba kuna mpango wa siri wa shetani kuondoa amani ya nchi. Mbali sana, isifike mbali sana. Ngoja twende nikakuwekea ujumbe. Uone na kisha itarudi. Amen. Nimeona 1000. Nimeona namba 1000, namba 1000. Na Roho Mtakatifu anasema kuna watumishi wa Mungu kwenye taifa la Tanzania 1000 wamekuwa targeted kwa ajili ya kuuliwa. Watumishi wa Mungu 1000 kwenye taifa letu la Tanzania. Ni watumishi wa Mungu wengi sana. Na Roho Mtakatifu anasema kuna kitu ambacho kimeachiliwa, lakini kuna mpango wa adui kuwamaliza watumishi wa Mungu 1000. Na Roho Mtakatifu anasema mtumishi wa Mungu yote ambao umekuwa kwenye moment ambao pengine ukalisikia neno hili au ukasikia haya maneno na ukaona kabisa hii ni confirmation kwako, Roho Mtakatifu anasema jitafute, yani ingia kama ni kwenye mfungo, ingia kama ni kwenye maombi ya muda wote ambao utapangwa na wewe na Roho Mtakatifu, lakini hakikisha unasimama na kufunga na kuomba kwa ajili ya kuzuia jambo hili, kwa ajili ya kuhakikisha jambo hili halitokei. Lakini wale watu ambao mmewekwa kwa ajili ya kuombea watumishi wa Mungu, msimame na kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Msiache kuombea watumishi wa Mungu. Habari ya kanisa la Tanzania. Sawa sawa. Nafikisha kama ambavyo nimeambiwa. Leo tarehe 1 mwezi wa 6 2025. Anasema tunaingia kwenye kipindi cha mateso kama kanisa. Hii nilisema mwaka jana na isema na sasa, si ndio? Kwamba tunaingia kwenye kipindi cha mateso kama kanisa kutoka katika utawala na ngazi za juu. Kutoka serikalini na ngazi za juu. Uhuru wa kuabudu kwa Wakristo unaenda kuondoka. Hivi tunavyoabudu hatutaabudu tena kama hivi. Kuna sheria kali niliona zinakuwa implemented, zinatengenezwa kwa ajili ya kubana uhuru wa kuabudu kwa Wakristo wote na makanisa yote. Sheria ambazo zitafanya watumishi na waumini wakimbie kwa kisingizio cha tunadhibiti makanisa feki na watumishi feki. Na kwa kuona hivi, Mungu akaniambia muda umefika wa Yesu kurudi. Muda wake umefika, muda wake umekaribia wa yeye kurudi. Hatuko katika usalama kama kanisa, hatuko kwenye usalama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa habari ya kufunga kanisa, nikaona kuna waziri kijana ameteuliwa kwenye hiyo nafasi na ni maarufu. Waziri kijana ataendesha mchakato wa kufunga makanisa. Yeye ndo nilikuwa naona anaamuru wale askari kuja kukamata watu, kuwapiga. Niliona watu wanavunjika. Niliona vitu vinavunjika, yani uharibifu unatokea. Kulikuwa na kuonewa, kulikuwa na watu kusambaratika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukipata ujumbe wewe kama Mkristo, huu ujumbe ni kwa ajili ya kanisa la Tanzania. Nyinyi maaskari na jeshi mliopewa kulinda amani ya nchi, mnasikia watu wanatekwa kila siku, lakini hamfanyi jitihada zozote. Sawa? Kama ni pesa, kuna pesa mnapewa ili msiwatetee wananchi, Mungu atawapiga katika pesa hizo. Kama tulivyosikia kuna kiongozi mwingine si yuko Uturuki, si yuko wapi, Pakistan yuko, anaumwa, kapewa pesa lakini hazitumii, yuko hoi, anaumwa. Ndivyo itakavyokuwa na nyinyi. Sikia huo ujumbe, agenda ya shetani. Anatumia vyeo vya juu kuliangamiza kanisa. Na ndio huyo shetani anatumia vyeo vya juu kuteka watu na kuua watu, kwa kisingizio cha kutafuta nyota,
kumbe anatafuta damu za watu. Utekaji ulianza kwa wanasiasa na watu wakanyamaza kimya, wala kujishughulisha. Mlipoona kwamba kwa wanasiasa huko kimya, hakuna anayejishughulisha, mkaja kwa mapadri na mkaja kwa maaskofu, na mmefika huko mmeona ni kimya. Sasa mmeanza kuja kwa manabii na watu wengine na raia wengine ambao hawajihusishi na siasa. Nami nimesema kwamba si kila anayetekwa anajihusisha na siasa. Wanatafuta nyota za watu, wanaangalia nyota za watu na kuzitoa kafara. Kama nyota yangu waliiba mwaka 2005 na nilikuwa sijishughulishi na chochote, lakini waliichukua. Je, wewe ambaye una nyota unadhani wanashindwa kukufuata? Wanaweza kufuata. Ni kwa ajili ya kafara, mimi nawaambia kwa ajili ya kafara. Na miaka 5 yote imepita, hakuna ajali yoyote kubwa iliyotokea ya kuwa watu wengi kwa pamoja, kwa sababu tunafanya kazi ya kupigana na shetani. Kwa hiyo hakuna kasadaka kubwa iliyotoka. Kwa ndio maana wanahangaika kwa namna nyingi sana. Wamezidi kuongeza nguvu za utekaji, na mwisho tunaona sasa hivi wakiteka watu wanadai pesa. Ni wale ambao wanatuma kuteka watu kuwatoa kafara. Kabla ya kuwatoa kafara wanadai pesa kwa ndugu, ili wapate faida mara mbili. Yaani kwa sababu wanamtumikia bosi wao kuua mtu kwa faida ya bosi, wao hawana faida. Kwa hiyo wameamua kujiongeza kwamba kutangaza wanakuja na system ya kutaka pesa, ili wapate pesa na wenyewe wafaidike. Bosi afaidike na wao wafaidike. Sawa. Kwa wanazidi kuongeza nguvu zao, na bosi wao joka anazidi kutikisa nguvu zake, yani kutishia. Kadiri anavyotishia ndio anakaribia kuanguka na kufa. Kwa hiyo kwa sababu mnatusikia na mmenyamaza, hamtaki kuwajibika. Sawa. Wawajibikaji hamtaki kuwajibika. Sisi manabii mnataka twende wapi? Mnataka twende wapi? Tuache kazi ya Mungu tuanze kushika upanga, si ndio? Na nyinyi mnayetumwa kulinda amani ya nchi mnafanya kazi gani? Tunayoongea mnayapuuzia. Mnataka mpaka yapelekwe TBC au ITV. Wapi? Kwa gharama za nani ayapeleke huko? Ulitoa mchango, ulichangia wewe? Na TBC na ITV si mmewapa sheria kwamba mambo mengine wasiweke, wasitangaze au wasiyaonyeshe? Mitandao imewekwa na Mungu kwa ajili ya kusambaza neno la Mungu na injili na ujumbe wa Mungu kwa watu wote. Kwa sababu hizo media zingine zitakamatwa na shetani na atazuiwa kutoa ujumbe wa Mungu kufika kwa watu. Sisi tunapozungumza katika mitandao, nyinyi mnatupuzia, mnadharau. Ikiwa ninyi jeshi la wananchi, sawa? Mnaitwa jeshi la wananchi, na wananchi wenyewe wanatekwa kila siku, na unasikia kabisa watekaji wanamfuatilia mtu fulani. Kwa nini msianzishe timu yenu na nyinyi ya kutuma kumfuatilia huyo mtu, ili mwapate hao watu wanaomfuatilia, mpate kuwashughulikia? Mnaogopa. Na nyinyi mpo mmekaa kimya, na nyinyi ndio mmepewa kazi ya kulinda wananchi. Sasa ikitokea wananchi wakaandamana, mtakuja mbio kuwapiga wananchi na kuwazuia wasiandamane. Wakati wanapigwa, wanateseka, wanaumia, nyinyi mpo tu ambao mlitakiwa mwasaidie, mpo tu. Na mpaka nafikia wananchi wanaamua kuchukua hatua. Sasa nyinyi sasa mnataka muwatetee hao watekaji, yani kuizima sauti ya wananchi kwa kuwazuia wananchi wasiandamane. Kama kuandamana ni sheria ya kikatiba kwamba wananchi wasiposikilizwa wana haki ya kuandamana, na nyinyi mnataka muwazuie, maana yake nyinyi ndio mnayevunja katiba. Wananchi wameongea, malalamika, hamjawasikiliza. Wameamua kuchukua hatua ya kuandamana, mnataka muwazuie, maana yake nyinyi ndio mnayevunja katiba ya nchi. Kwa nyinyi ndio mnayevunja amani. Maanisha ya kwamba nyinyi ndio wavunjifu wa amani na si wananchi. Na nyinyi ndio mnayetetea watekaji na maovu yanayoendelea.
na vikundi vikundi fulani vya utekaji vya viongozi fulani. Sawa. Kwa sababu wananchi wameongea, hawajasikilizwa. Wameamua kuandamana, mnataka kuwazuia. Na wale wanaotolewa na Mungu kusema mnataka muwateke. Maana yake nyinyi kama jeshi la wananchi ambao mmepewa kusimamia haki na amani ya nchi, maana yake mmeshindwa. Sasa Mungu atainua watu wengine. Kama nyinyi mmeshindwa na mnaogopa, Mungu atainua watu wengine kwa mkono mwingine, watafanya ukombozi. Kama Burundi na Rwanda, Mungu alivyomuinua Kagame, sababu serikali ya Burundi na Rwanda zilishindwa kuwasaidia wananchi wake, kwa sababu ndio zilikuwa zinahusika kuwateka na kuwaua, yani kuwaua kwa mapanga, kwa kuweka serikali ya ukabila, yani serikali iwe ya kabila la Wahutu si la Watusi. Kila mtu anajua hilo, wala sio kificho. Sawa. Na Mungu akamuinua Kagame ili kutetea, na amani ikapatikana mpaka leo. Na wale wauaji wanatafutwa mpaka leo, na wanafikishwa mahakamani na wanahukumiwa mpaka leo. Mungu atainua mtu mwingine. Na kama vile Mungu alivyoinua wafanyakazi wa kwenye basi la Abudi pamoja na dereva, Mungu akawainua ili kuwazuia watekaji waliotaka kufanya utekaji Bukoba. Ndivyo hivyo na Mungu atainua watu ambao watazuia huo uovu unaotengenezwa na unaopangwa. Mungu atawainua hao watu ili kuzuia huo uovu kwa amani pasipo damu. Ila damu itakayotoka itakuwa ni kwa wao, kwa sababu wanatakiwa kufa na wanastahili kufa. Kwa inabidi wao kwa wao wasipatane ili wauane. Lakini wale ambao wanainua Mungu atawainua na watasimama na watazuia uovu wote, ili kiti kiwe kisafi. Kwa maana anayetakiwa kukalia, maana kiti cha Mungu inatakiwa kikaliwe na aliye mtakatifu. Na yani katika mlima wa Sayuni hapahitaji damu, na aliyepewa kukalia, nimekwambia, hajaruhusiwa kufanya nini? Kutoa damu. Kwa sisi ninavyosema kama Kagame ukasema sasa itakuwa vita. Yani jinsi Mungu anavyoinua watu kwa namna yake ndivyo atakavyoinua. Kama alivyoinua watu kwenye basi la Abudi, wakasimama na kuzuia, na kila mtu akasema huyu kweli ni Mungu. Japo ndani ya basi yenyewe na kwenye waovu walikuwemo. Mimi nilikuwa mauti alikuwemo humo, na kuna wengine pia walikuwemo. Amen. Kama mlivyoona, waliyemteka kibao walikuwa ndani ya basi, sio walikuwa nje, walikuwa ndani. Kwa hiyo wale ambao walikuwa nje walitumika kusimamisha, lakini ndani napo walikuwemo. Kwa hiyo angalie, usione watu wanakufuatilia nje wanakutafuta ukafikiri ni wale tu wa nje, maana yake ndani mwako pia kuna watu ambao wanashirikiana na watu wa nje. Kuna majirani zako, kuna marafiki zako wanashirikiana na wale watu. Uwage unajua hivyo. Kwa Mungu anainua watu kwa njia nyingi, kwa namna tofauti. Kama Mordekai alivyomwambia Haman, kama Mordekai alivyomwambia Esther, Mungu amekuwa kwenye nafasi hii wakati kama huu ili tuokoe Israeli, kwa sababu Hamani ametangaza kuwaua Wayahudi wote. Na kiongozi wa Wayahudi ni Mordekai. Na ameandaa kamba kwa ajili ya kumtundika. Sawa. Mordekai akamwambia Esther, usipofanya hivi leo, sio kwamba wewe utapona. Mungu atainua mtu mwingine wa kutuokoa, lakini wewe na nyumba yako hautapona. Sasa fanya leo hivi ili wewe na nyumba yako upone, kwa sababu anataka kuondoa amani. Kuwaua Wayahudi wote ni amani. Sawa. Na ndivyo tunawaambia nyinyi. Kama mtashindwa kuwasaidia Watanzania na mmepewa nafasi hiyo kwa ajili ya wakati kama huu, sawa,
maana kuna watu wengine wapo miaka mingi kazini. Sawa. Sasa huu ndio wakati wa kuonyesha vyeo vyenu na kazi mliopewa na Mungu, kwa sababu hapo hamjajiweka ninyi. Hata mimi ninaongea hapa si kwa nguvu zangu bali kwa nguvu za Mungu. Ndio maana mpaka leo hamjaweza kuniteka wala kunipata. Japo mnaniona natembea, mnakuja na magari. Sasa mimi ninayeongea hapa ndiyo Tanzania mwenyewe. Sawa. Na ndio maana siogopi kuongea na wala hakuna wa kuniteka yoyote. Ukiniteka mimi, ukaniua mimi. Sawa sawa, umejiteka mwenyewe na umejiua mwenyewe. Yaani wewe na nyumba yako na kiongozi wako na hizo nafasi zenu ambao mnazitafuta hamtazikalia. Mtakimbia nchi hii. Kama mtamuua Tanzania, manake si mmeiua nchi ya Tanzania. Sasa kama mmeiua, amani inatoka wapi sasa? Pesa zenu zitakuwa hazina kazi, majumba yenu yatakuwa hana kazi, familia zenu mtazipoteza, mtakimbia huku na kule. Na ndio maana Mungu ananilinda kwa nguvu zote na nikapewa mikoba yote ya Mungu, ili niwe kama Mungu, ili kushindana na miungu yote ya Tanzania ambayo itanuka kupigana na aliyepewa kusimamia au kuileta Tanzania mpya. Kwa sababu shetani anapanga kufanya machafuko nchi nzima, ili lile kusudi la Mungu, ishara ya Yona na kusudi la Mungu lisionekane, ili unyakuo usiwepo na watu waendelee kutenda dhambi na watu waendelee kumtukana Mungu na watu waendelee kupotea katika dhambi, na wala hekalu la mwisho lisiweze kujengwa. Jiulize, hawa ambao wana agenda za kuua watumishi wa Mungu 1000, nguvu wanaitoa wapi kama si nguvu ya kishetani? Na jiulize, na mimi ninayeongea hapa, nguvu ninaitoa wapi kama si nguvu ya Mungu? Kama haya ninayoongea ni ya uongo, basi nguvu za Mungu zinajidhibitisha. Kwa maana mmetumwa kuniteka, mmetumwa maelfu na maelfu ya watu kuniteka, mmeshindwa. Kwa sababu huwezi kumtuma mtekaji mmoja kila siku kwamba atajulikana. Kwa leo mnamtuma huyu na kesho mnamtuma na kesho mnamtuma huyu. Na mnawatuma watu aina mbalimbali wakiwa wamevaa nguo za kiraia. Wengine wana vyeo kabisa za makomando, mavyeo yao kwa makazini. Wote wanakuja mpaka hapo. Na nguvu za Mungu wanaziona. Na ndio maana siogopi kusema, kwa sababu mimi ndio target kuu katika nchi. Na kwa sababu Mungu amenipa hiyo vita lazima nipigane nayo. Na wala sitaogopa kusimama hapa kuongea. Ila mnaotakiwa kuwajibika, mliepewa nafasi na Mungu, mliepewa vyeo. Maana sisi tungekuwa serikalini, tungekuwa tumeajiriwa kuwa wanajeshi au kuwa maaskari wa amani, tungeliogopa kusema. Kama ndivyo nyinyi ambao mnaogopa kusema. Lakini Mungu hajatuweka huko, ametuweka upande mwingine ili tuweze kusema na kuliokoa taifa. Ili na nyinyi mnaotakiwa kuchukua hatua, mchukue hatua. Msifikiri kanisa linavyopigwa au kanisa linavyoteseka nyinyi mtakuwa na amani. Na nilishatoa unabii kusema kwamba ili CCM ife, ni pale atakapoamua kuingia kwenye makanisa na kupambana na makanisa. Na si kupambana na makanisa tu, atakapoamua kuingia kupambana na nabii wa Mungu ambaye hawataweza kushindana naye hata siku moja. Ndio sasa umesikia yote yanafunuliwa kwamba wamepangwa watu 1000 watumishi wa Mungu wauawe. Sawa. Wote wanaosema ukweli. Sawa. Sasa basi mimi nipo hapa kusema, na wala siogopi kufa wala siogopi kuoa, kwa sababu mimi ndio Tanzania. Sawa. Na nimemshinda mauti na kuzimu. Na ndio maana ninaongea haya, siogopi mauti wala siogopi kifo. Upo. Kwa sababu kuongea haya ni sawasawa na kufa. Ni sawasawa na kulichungulia kaburi. Sasa mimi nilishakufa na nikamshinda huyo kifo. Na ndio maana ninaongea hapa. Kwa wewe ambao unataka kunisikiliza, ambao unanipuuzia, endelea kunipuuzia. Maneno yangu haya ndio upanga ulao. Ndio niliopewa na Mungu kusema ili kuhakikisha waovu wanafyekwa katika neno la haki. Ndio maana nikasema si Tanzania mpya haiji kwa upanga. Inakuja kwa amani na haki. Kama Tanzania mpya ingekuwa inatakiwa iingie kwa upanga,
Maana mimi ndio ningetafuta kundi, nikawa na kundi ambalo nazunguka mjini. Watekaji mnaonifuatilia, maana yake ni kukamata, tunaua, kwa sababu ninajua na bwana yule pale mmemwona yule yule anatufuatilia. Kwa tunakamata, tunamaliza. Alafu ndio mngeona utiishi wa Mungu. Ndio mngejua kwa nini Israeli alikuwa anashinda mataifa yote. Lakini hamuyaoni kwa sababu sasa hivi tuko kiroho, tunapambana kiroho. Na kama ni kiroho, maana yake na yule aliyepewa haruhusi kufanya nini? Kumwaga damu. Yaani ninaokoa Tanzania kama Musa alivyookoa Israeli kutoka kwa Farao kwenda Kanaani. Ninapigana vita kama Daudi alivyopigana vita juu ya Israeli, juu ya Tanzania. Na inashika kiti cha enzi na kukaa mahali pa juu kwa ajili ya kujenga hekalu la Kristo kama Sulemani. Amen. Wewe endelea kupuuzia na kudharau kwamba hayana maana na Mungu ametutuma. Na wewe endelea tu kula ugali wako vizuri, jichane vizuri. Jaza pesa zako benki, ujione kwamba wewe ndio wewe, lakini Mungu aliyekuweka hapo atashughulika na wewe. Na atatafuta mtu mwingine wa kufanya hiyo kazi. Kwa sababu ndani yenu hakuna mtu anayejishughulisha. Basi Mungu atafuta mtu mwingine. Yaani hata kama mimi unaniona hapa kama nimetumwa na Mungu na nisingefanya hichi au nisifanye hichi ambacho natakiwa kukifanya, Mungu angeinua mtu mwingine akafanya. Upo. Kwa hiyo ndio sheria ya Mungu hivyo, anainuaga mtu mwingine. Wewe aliyekupa nafasi ukashindwa, anainua mtu mwingine. Kwani tulimuita nani hapa? Tulimuita Gwajima. Aje tumpe nafasi. Ili akikaa kwenye ile nafasi, yeye atumike kama kumweka mjumbe wa agano. Baadaye akashindwa. Akasema mimi nitaweza mimi kama mimi. Na yeye mama tukampa. Naye akafanya mablanda aliyoyafanya. Sawa. Kuendelea kupigana kushindana. Tukampa mwingine, naye akafanya vita na yule tuliyempa, akamkamata na kumfungulia kesi ya nini? Ya nini wanaita nini? Kesi za uhaini, kwamba anataka kupindua nchi. Sawa. Na mimi ninaongea hivi, fanya juu chini unitafute na unitengenezee kesi unazotaka kuzitengeneza. Alafu utauona utukufu wa Mungu na utaiona nguvu ya Mungu iliyotumwa kwa ajili ya kufanya kazi. Sawa. Ndipo utaona utukufu wa Mungu. Ndipo utaona kupigwa kwako. Na sasa sanduku la agano limeshafika. Ile bendera kutoka magharibi ndio mimi. Na yale mawe ya moto ndio nyinyi. Sasa basi, kwa nini bendera ikipita viongozi wafe? Kwa sababu wao ndio yale mawe ya moto. Na bendera si ya taifa, sio wao, ni nabii, ndio maana wao wanakufa. Kama bendera ingekuwa ni nabii, ingekuwa ni viongozi wa taifa, basi bendera imepita katikati ya moto, wasingelikufa. Wanakufa kwa sababu hiyo bendera sio wao, bali ni nabii, na wao ndio mawe ya moto kutaka kuiteketeza nchi ya Tanzania. Na Mungu atainua panga wake ili kuangamiza kwa njia isiyojulikana. Amen. Kasome Biblia yako. Mfalme wa Ashuru alipotangaza kwenda kuivamia Yerusalemu, Hezekia akaanza kulia. Isaya akamwambia, Mungu asema hivi, njia aliyojia mfalme wa Ashuru ndio atakayerudia. Hata gusa boma wala hata gusa mji wa Yerusalemu wala hata ukanyaga. Na tazama, asubuhi ambapo jeshi la Ashuru lilipokuwa limejitayarisha kwenda kuivamia Yerusalemu, walipoamka asubuhi ili kuendelea na safari, walikuta jeshi lote limechinjwa, askari wote wamechinjwa na malaika ambao walikuwa 1880. Na mfalme wa Ashuru akakimbilia Ninawi. Kwa hiyo Mungu
akiwa upande wako, hakuna atakayekuwa juu yako. Mungu yuko upande wangu, hakuna atakayekuwa juu yangu. Yoyote yule. Na ndio maana mikoba yote ya mbinguni nimebeba. Mimi ninaabudu Mungu ambaye nyinyi hamumjui, ambaye Mungu huyo kama mngalimjua basi mngesikia ambayo mimi naongea, ambayo mimi nasema. Kama Yesu alivyowaambia Wayahudi wa Israeli kipindi kile, aliwaambia kama mngelimjua Mungu wa Ibrahimu na Mungu aliyemtuma Musa, basi mngelisadiki maneno yangu. Lakini hamumjui huyo Mungu aliyemtuma Ibrahimu na aliyemtuma Musa. Mnasema sisi tunamwamini Ibrahimu pamoja na Musa. Wewe ni nani? Kama mngemjua huyo Mungu aliyemtuma Ibrahimu na Musa, basi mngelinijua na mimi na mngelisadiki maneno yangu. Na ndivyo hivyo. Kama nyinyi mngemjua Mungu wa mbingu na ardhi, ambaye mnamwabudu kiasi kwenye mahekalu yenu na misikiti, kama mngalimjua huyo Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Nabii Musa na Sulemani, kama mngelimjua huyo Mungu, basi mngesadiki haya ninayozungumza. Mungu akubariki sana. Niishie hapo. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema.